Fahari ya Afrika leo hii imeangazia katika medani za kisiasa, na hapa tunaye mgeni, naye atajitambulisha na tutakwenda kumfahamu, lakini pia tulimtembelea mpaka nyumbani kwake. Ama kwa hakika tulikaribishwa vizuri sana, na kama unavyomwona yuko hapa ametulia tuli kabisa, tayari kabisa kukupa kile ambacho huenda wengine itakuwa ni mara ya kwanza kukisikia, lakini wako wengine ambao sio wageni na habari hizi. Je, huyu ni nani? Kumbuka, hii ni Tan Africa na kipindi chako pendwa ni Fahari ya Afrika. Karibu. Wengi wanatamani kujua wewe ni nani? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Ama baada ya kupata nafasi hii ya kuzungumza maneno haya ambayo pengine yatachochea kiasi fulani au yataamsha kiasi fulani, na nilipokosea watatokezea wa kunikosoa kwa njia ya kuelimisha kama nitakavyokusudia kuelimisha. Kwanza, mimi binafsi jina langu ni Omar bin Kombo bin Saad, ambaye nimezaliwa katika nchi ya Tanzania katika kisiwa cha Pemba, kijiji cha Mikinduni, wilaya ya Chake Chake, na pia natoka katika mkoa sehemu ya Chonga, hapo ndio kwetu nyumbani. Nimezaliwa miaka mingi kidogo, nimezaliwa katika mwaka 1951 na bado alhamdulillah siha yangu inaendelea kuwa vizuri, na sasa hivi siko Afrika, niko Uingereza. Background yangu katika familia yetu, tumezaliwa watoto 27 kwa baba yetu, mimi nikiwa mtoto wa 20. Nashukuru alhamdulillah, na mpaka leo naendelea na maisha. Nimesoma katika skuli ya Chinyamjawiri Chonga Chake Chake hiyo, na nimekulia katika mji wa Chake Chake kwa muda mrefu. Muda wote wa maisha yangu nilikuwa Chake Chake. Nilianza maisha yangu ya kawaida nikiwa mkulima na wazazi wangu, na baadaye nikaingia katika mji nikawa volunteer katika chama cha Afro Shirazi Party chini ya viongozi wetu waliokuwa wakati huo kina Mheshimiwa Hamisa Akida na wenzake. Wakati wote huo baadaye nilifanikiwa kufanya kazi katika Posta na Simu. Nilikuwa katika East African Post and Telecommunication Corporation. Baadaye nikaendelea kuwa mfanyakazi wa Tanzania Post and Telecommunication. Kwa muda wote huo nilioishi katika maisha yangu pamoja na wazangu wote, nilijaribu kama nilivyojaliwa kujaribu, na nilifahamu kiasi cha kufahamu katika kuiangalia nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Hata hivyo, sikukata tamaa katika kutafuta maisha, na sasa hivi niko huku. Mnamo mwaka 1967 Shirikisho la Afrika Mashariki lilianzishwa rasmi na hatimaye lilikufa mnamo mwaka 1977. Na wewe ulibahatika kufanya kazi katika eneo la mawasiliano. Ni kipi kilichotufanya wakati ule tukafanikiwa sana na kuwa ni miongoni mwa mashirika ama mashirikisho yenye nguvu zaidi ulimwenguni? Ilikuwaje mpaka tukaangukia pua? Kwanza nitashukuru sana, na nitatoa mwongozo mdogo ambao tulioneshwa au tulitakiwa tuwe nao katika utawala Afrika. Sio hivi tulivyojitawala sasa hivi. Tumetawaliana kimaana yake, tumekaa kama tuliojitawaliana. Fungu fulani limelitawala fungu fulani, hatuna serikali. Kwa mfano, East Africa ilikuwa ni nchi 3 zenye kuunda ushirikiano wa kibiashara, kila nchi na serikali yake, lakini mfumo wa kibiashara na maendeleo za nchi hiyo ulikuwa ni mmoja. Hivyo ndivyo tulivyojaliwa kuwa, na ulikuwa unakwenda vizuri kabisa. Mfumo huo ambao usafiri, posta, reli na kadhalika na vinginevyo vyote vilikuwa ni vyetu, havikuwa vya mtu mmoja, vilikuwa vya nchi 3 kwa pamoja. Tulifaidika sana katika kuungana pamoja mpaka
ilifikia mahala na lugha iwe ni moja, lakini kwa sababu baadaye tulitaka kutawala, hatukutaka kuunda serikali zetu, maendeleo ya nchi zetu, kila mmoja akataka kutawala, kujiona yeye ni kiongozi kuliko mwenzake. Ikafikia mahala hapo kubali kupokea fitna ya kulibomoa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu ilikuwa ni fitna. Hatukuona sisi kwamba hii itatukosti baadaye na itatuharibia maendeleo ya nchi zetu. Hivi ndivyo zilivyo hata serikali nyingi katika dunia. Inafika mahala inabadilika kuwa ni serikali, inakuwa ni utawala, na utawala ni tofauti na serikali. Utawala ni kuwaonea kundi fulani, na serikali ni kuinyanyua nchi pamoja na waliomo katika nchi hiyo. Tumeshindwa kupajua hapo. Kwa mfano, sasa hivi tuko Uingereza, tumeona hapa tulipo hapana utawala, pana serikali. Afrika ina vyama mbalimbali tofauti, lakini tumeshindwa kubadilishana vijiti kama mbio za riasa za vijiti. Tunataka kujua nani mshindi. Tulipokuwa shule tulifanya hivyo. Ukipewa vijiti tunakwenda mbio, ukifika kule unampa mwenzako, anakipokea kijiti kile, anarudi. Mshindi ni nani? Sote tulikuwa tumeshinda. Lakini sasa tumeshindwa kufanya hivyo, matokeo yake tumeshindwa kuongoza, badala yake tumetawala. Sababu kubwa ya kuuawa kwa shirikisho la Afrika Mashariki ni fitna pamoja na ubinafsi. Mambo makubwa mawili umeyagusia, utawala na serikali. Tueleze kidogo kuhusu utawala. Naanza na utawala. Utawala ni kuchukua madaraka, mtu mmoja akawakalia walio wengi, wakiwa wanataka, ikiwa hawataki, huo ni utawala. Au kundi moja likalia kundi jingine, ikiwa linataka au halitaki, likafata vile wanavyotaka lile kundi, huo ni utawala. Na serikali ni kukubali kukosolewa kwa maslahi ya wenye kukosoa, na serikali ni kukubali kukosoana, kukosolewa, sababu serikali mara nyingi inakuwa na kiongozi, na kiongozi ni mmoja katika watu, na yule kiongozi au kile kifungu cha viongozi wakakubali wanaowaongoza kuwakosoa. Kwanza, serikali inakuwa na jeshi la serikali, haliwi la jeshi la utawala. Inakuwa na polisi wa serikali, haliwi na polisi wa utawala. Maofisa wote ambao wanaifanyia kazi serikali ni kwa niaba ya wananchi na raia waliomo katika nchi kwa maslahi yao, kwani ni watoto wa wale wale wananchi. Hilo kwanza tulijua. Ikiwa nchi ile ina vyama, basi kila chama kimechangia mtoto wake kuwemo katika serikali kwa ulinzi. Kila chama kina haki ya wale watoto wake kuwa ni walinzi, lakini utawala huwatumia wale watoto kwa wanavyotaka wao kwa vyama vinginevyo. Sijui umenifahamu hapo. Hii ndio hali mbaya ya baina ya serikali na utawala. Kumradhi ndugu wafuatiliaji wetu, nilisema hapo awali ni shirikisho, lakini hapo mwanzo ilikuwa inajulikana kama jumuiya. Shirikisho limekuja sasa hivi. Kuuawa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyohusisha nchi tatu, Kenya, Uganda na Tanzania, kulichagizwa sana na taarifa ama na ushawishi kutoka nchi za magharibi. Lakini pamoja na kujua ukweli huu, bado mataifa ya Afrika yameendelea kuwashikilia maadui zao ili yasije yakatokea tena katika kizazi kijacho. Nini unafikiri kinachotakiwa kufanyika kwa sasa, hasa katika bara la Afrika? Kwanza natakiwa tufahamu viongozi waliopita, kina Obote, Kenyatta, rais wa Msumbiji alikuweko, Rais Nyerere na wengineo katika Afrika, walikuwa wanagombania nini?
Kwanza tuanze hapo. Hawa watu walikuwa wanagombania kuigomboa Afrika chini ya mikono ya utawala wa kikoloni kwa lengo la kwamba maendeleo ya Afrika yabaki Afrika. Lakini baada ya kupatikana tu haya, chukueni serikali zenu, wakarubuniwa na wakakubali kurubuniwa kutawaliwa kwa njia nyingine, yale madini na vitu vingine vyote vinavyopatikana Afrika ambavyo ndio chachu ya wadoezi kuwatajirisha, vikarudi katika mikono yao wale wale. Wao wakapewa fimbo. Ni kama kwa mfano utasikia imamu msikitini anapewa fimbo ahutubie, anaikamata fimbo, anajiona yeye ni mkubwa pale msikitini kwa ile fimbo tu aliopewa, si kwa maendeleo ya msikiti. Kwa hivyo nao walipewa fimbo tu, wakaona washakuwa wakubwa, maendeleo ya Afrika yakarudi pale pale, tukabaki kuwa maskini fakiri mpaka leo, wanyonge. Kwa hivyo ni Nigeria hivyo, na Nigeria iko katika hali hiyo. Nigeria, kila anayekaa pale mahala hakai kwa sababu ya kuijenga nchi yake, anakaa pale kwa sababu ya kuwaridhisha wenye kuitawala ile nchi. Ile nchi imetawaliwa, lakini wa Nigeria wenyewe hawajui kama imetawaliwa. Tunagombana sasa, ni huyu kiongozi wetu ndo mkorofi. No, inaendeshwa na inakubali kuendeshwa. Tukenda Kenya, na Kenya imetawaliwa, si kweli kwamba imejitawala Kenya, lakini inaendeshwa. Kuna mtu hapa, kuna taifa hapa linaloitawala ile Kenya, bila wale wa Kenya wenyewe hawajua ni nani adui wetu. Tutazame aliamka Burkina Faso, baada ya kuona tumetawaliwa, kaamka. Tutizame alikuja amka rais wa nani Gaddafi, na walipojua wale watawala duniani kwamba Gaddafi kaamka, walifanya kila rai wamuue, kama wanavyotaka kumuua Burkina Faso. Sasa hao wengine wanapopata madaraka wanashindwa kujitetea kama wale wengine wanavyojitetea, wanakubali kutawaliwa mpaka leo. Si hivyo tu, tusione hivyo, hata Tanzania yetu imetawaliwa. Haiwezekani chama kimoja ikawa kimepata hicho kila siku, hicho hakikosi, kinakosa. Lakini kuachia madaraka tukabadilishana vijiti kwa kulitumia jeshi kwanza ndio kujenga jeshi. Ili jeshi ni letu, tuko Uingereza. Jeshi ni la nani? Si la vyama. Serikali ni ya vyama, chama kinachokaa kinaongoza serikali. Jeshi linabaki pale pale kwa sababu ile jeshi ni watoto wa wananchi wa Kiingereza. Huwezi kuwabadilisha, na wale wazazi wao wako vyama mbalimbali, lakini wamestaki katika uongozi wa kuilinda nchi yao na maendeleo ya nchi. Lengo lao ni moja tu, ni kujenga. Huyu anaona wewe hujenge vizuri, mara hii na kupita, unakamata kijiti wewe unakwenda unaonesha unavyojenga wewe, mara hii na kupita na wewe nakamata kijiti mimi. Hivyo ndivyo lengo lao ni moja. Wanakaa pamoja kujadili nchi yao, tofauti zao wanaziacha baada ya kushatoka pale. Wana mikutano ya pamoja kila siku, hatuwakutii wakisutana kama tunavyosutana sisi, hatuwakutii wakitukanana. Na hivi ndivyo ilivyokuwa iwe Zanzibar. Mkoloni alipowampa serikali wenyewe chini ya mfalme, serikali aliwapa wananchi kwa kutumia waziri mkuu. Vyama vilivyopigana siasa vikafanikiwa kupata serikali. Kosa litokea kabla serikali haijasimama kujulikana itafanya nini, ni kupinduliwa. Matokeo yake tukapoteza kila kitu kilipotea hapo. Na sasa hivi Zanzibar ingalikuwa kama Uingereza, tunapishana tu, chama hichi kimepata, badala yake chama hichi kimepata, na wananchi, nchi inajengwa na maendeleo hapo. Angalia kitu kimoja ambacho kinauma sana. Tanzania ni nchi yenye mali sana, kama ilivyo Kongo, na Tanzania ni hivyo. Inafaidika nini? Zanzibar ina mafuta tangu wakati wa kikoloni, yamechimbwa lini? Ya nani? Yanamfaa nani? Kwa maendeleo gani? Yatachimbwa lini? Sasa hii ni kutokuwa na uongozi, kwa sababu hatuna serikali. Tungekuwa tuna serikali, kulikuwa na mfumo wa kujua hichi ni chetu,
hichi ni cha wananchi, sababu kiongozi wa serikali ni mwajiriwa kuanzia rais mpaka chini. Sasa wewe ulioajiriwa unafanya kazi gani? Hapo ndio penye kazi. Jambo kubwa la kwanza ni kumjua adui yetu ambaye ameingia katikati yetu na kutufarakanisha. Lakini jambo la kushangaza, pamoja na utajiri tulionao wa rasilimali, bado viongozi wetu hawaishi kupiga hodi kwenye mataifa ya maadui zetu. Ndugu zetu katika bara la Afrika wana shauku ya kujua ni siri gani iliyokuwepo nyuma ya mabaya yanayoendelea kufanyika. Lakini pia kwa nini kila zao jema linalotoka katika bara la Afrika linakuwa ni maadui kwa wengine? Kwanza tujue neno serikali kwanza. Hii ni siri kali. Hii ni siri kali, tuitafsiri Kiswahili. Kuna siri hapa, kwa sababu viongozi wa Afrika waliomo katika madaraka ni viongozi waliokubali kuwekwa kwa ridhaa ya viongozi walioko Ulaya. Otherwise, ikiwa hawakuridhika, basi ukai. Na sisi wenyewe hatujitetei, kwa sababu kujitetea kwanza ni kuwafukuza waliotutawala pale. Tukishaweza kuwafukuza wako mbali nasi, ikawa wanakuja kwa visa, tutakuwa tujitetea. Lakini hata hapo wana mbinu nyingine watumia ya kuwatutumia sisi kwa sisi kwa ndio punda wao. Unajua, unaweza ikawa moto unawaka, lakini ukafika mahali ukaona unazima. Kwa nini? Kwa sababu zile kuni ziko nje. Ukizisogeza tena ndani, moto unazidi tena, sasa unachochea. Kwa hivyo wao ubaki hivyo hivyo, wakiona mnakuja juu nyinyi wakachochea kuni. Kazi yao ni hiyo tu. Kinachotakiwa tukifanye muhimu sana na kituondolee hivyo, kwanza ni kuungana Afrika, tukawa na lengo hili moja wa kuigomboa Afrika. Ikiwa hakuna yule maadui wetu, hawana njia ya kupita, na kukubali kutokurubuniwa. Sote tukaona kosa letu liko wapi na tunataka kufanya nini. Bila ya Afrika hakuna Ulaya, bila ya Afrika hakuna Uarabuni, bila ya Afrika, kwa sababu kwanza Afrika ina vyakula, ndio inaolisha nchi nyingi katika dunia. Afrika ina madini, ndio yanaotumika. Utajiri wote unaoona huku, chuma kinatoka Afrika, saruji ni mawe kutoka Afrika, dhahabu inatoka Afrika, na madini mengine yote unaoyaona huku wanaoringia hawa wenzetu kutoka Afrika. Ukiona Afrika inakutoa matunda hayo, iko chini. Kwa nini? Haiwezekani. Magufuli kaja siku 3 tu akajua la kulifanya. Baada ya kufa Magufuli, tukarudi tena katika mikataba ile ile ambayo ilitunyanyua ghafla baada ya Magufuli kuingia. Ni kwa nini? Tumekubali kurudi tena wale waliotutawalia kututawala upya. Na hivyo ndivyo ilivyo duniani. Hatuoni, tunatizama. Macho tunayo, tunatizama hivi, lakini hatuoni. Kuona ni kufocus, kujua kipi kina faida kwa taifa letu na kipi kina hasara kwa taifa letu. Kwa nini taifa liwe letu wafaidike watu wengine? Hatupo hapo. Kwa sababu wewe upo pale, utafaidika wewe uliopo. Umeingia kama ni kiongozi, unapata mshahara tu kama wenzako, lakini baada ya kuacha uongozi umekuwa tajiri. Uliupata wapi tajiri? Kwa mfano, wewe rais umeambiwa benki kuna milioni 100 zako wewe. Hujiulizwe mwenyewe zinatoka wapi? Sasa je, huyo aliyokutilia milioni 100 yeye kapata ngapi? Hutaki kuondoka baada ya miaka 5 pale, kwa sababu una focus na miaka 5 mingine utapata 100 nyingine bila ya kujua. Unapopata wewe 100, mkuu wa benki kapata ngapi? Waziri wa ulinzi kapata ngapi? Basi sasa imekuwa ni mlo wanaokula wenye kula, waliobakia wengine hawali. Ndio hapo hapo wanaokupeni hivyo ni wale wanaokula zaidi. Wakichukua kilo moja wakikwambia tumepata kilo moja ya dhahabu, wamepata 10, 9 wamezificha bila wewe kujua, na umekubali kwamba tumepata kilo moja. Je, unaye mtu ana account tunachokipata katika nchi?
Tanzania tuliwahi kuwa na Magufuli, alikuwa ni mtu makini sana katika masuala ya rasilimali. Hata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere vivyo hivyo, Gaddafi halikadhalika, Patrice Lumumba vivyo hivyo. Mashujaa wote hawa tunaongea pasipo na shaka wameuawa kwa sababu ya nguvu ya mabeberu, na ni ndugu zao wa damu ndio wametumika kufanya hivyo. Unadhani kuna wakati utakuja kwamba Afrika tutakuwa na nafuu na rasilimali zetu kwa kweli kutokana na huu ukoloni? Utawala wa Rum, kwa sababu kulikuwa na empire bana, na kama palikuwa na empire, kuangua kwa empire ile ukatafutwa njia gani nyingine ya kufanya ili dunia tuitawale. Sawa, njia ya kufanya ni kueneza propaganda za kidini. Sawa, na kumfanya nani watu waamini vipi? Waamini kinyume na dini zinavyotakiwa, na ndivyo tunavyokwenda mpaka leo, ili biashara zao za maisha ziendelee, na utukufu wao hawataki kujiangusha chini, kiutukufu uendelee, kama hivyo kuzua maaskofu manani na manani mpaka mapopu, ili tu utawala wao uendelee. Kwa sababu kwa nini hawakubali wao kuweko na kiongozi wa kidini wa Kiislamu? Kwa nini hawakubali? Kwa sababu utaanguka utawala huo wanaokusudia wao uendelee. Tumekwenda nao hivyo hivyo mpaka leo, mpaka umefikia kwetu sisi Tanzania. Tanzania imetawaliwa pia na Rum kama ilivyotawaliwa wengine, na kama hatukosei, na ndivyo ilivyo, wisho sote tumefanywa tukubali kwa Wakristo, CCM, Christian Catholic Movement, Christian Catholic Movement. Sasa sisi sote ni Wakatoliki, watu wa Rum. Hiyo ndio hali halisi ilivyo. Sasa tufanye nini? Tujigomboe hapo, tuendelee kuelimishana kwanza, na wanaoelimishwa wakubali kusoma historia na kujua ukweli uko wapi, alafu ndio tutaweza kuvuka kwa upande huo. Na kwa upande mwingine tukubali, unajua maadui wetu ikiwa wako nje, hatuna haja kujenga uadui ndani ya nchi zetu tukawa hawa ni maadui, tunajigawa kuwafanya wale walioko nje kupata nafasi zaidi ya kututawala sisi. Kwanza sisi tukae pamoja, tusionekane kama maadui. Hakuna adui katika nchi yako, yule ni ndugu yako, pengine kakako ni CCM, mwingine ni Chadema. Huwezi kumfanya ndugu yako kwa sababu ni Chadema umfanye adui. Ni tofauti ya uono. Sasa kaeni, tukae pamoja. Wewe umeona nini au unafikiria nini? Tujenge muono wa pamoja basi. Katika taifa letu na bara zima la Afrika iko migawanyiko. Migawanyiko inapatikana kwenye dini zetu na migawanyiko inapatikana kwenye maeneo ya kisiasa, lakini migawanyiko mingine kama makabila na nini, hayo kama Tanzania tumeweza kuishi nayo, lakini kitu ambacho pekee sasa hivi kinachotusumbua ni kuishi pamoja katika uwanda wa siasa, lakini pia katika uwanda wa dini. Unadhani haya yote yametengenezwa na mabeberu kwa ajili ya kuendelea kutugawanya na kuendelea kututawala, ama kuna maana nyingine? Hilo jambo liko open. Unajua wana ujanja ule wa panya ule. Panya anapotaka kukutafuna miguu yako, anakutafuna huku anapuliza ili usiamke. Hata ukiamka asubuhi unaona panya akakutafuna. Sasa na hawa ndivyo walivyo, wamekaa nyuma kuwasifu walioko mbele kwenye serikali. Nyinyi ndio watu wazuri, nyinyi mnaendelea uzuri. Wao wanapata kula, msiwakubalie. Wakikaa hao watakushtakini nyinyi kwa mlioyafanya haya na haya na haya, na hawa wanakubali. Hawa akikaa tofauti na wao, kwani hawa hawakoseani huko katika serikali zao. Jana anapokuja mwingine wanamshtaki waliopita, hawamshtaki kwa sababu tayari katiba. Unajua muhimu ni katiba. Mkikaa pamoja, mkifanya katiba moja, mkikubaliana na maendeleo ya nchi yenu yaende hivi, atakayekuja atafuata hiyo katiba. Ukikosea utahukumiwa wewe na katiba, hakuhukumu yeye. Na hutukubali kukosea kwa sababu kuna katiba. Sasa sisi hatutaki kukaa, wenzetu wana katiba.
Hao wanaotutawala sisi wameweka katiba zao, na katiba zao anayekuja yote anaifuata ile katiba, ndio wakaendelea kututawala. Hao tunatawala sisi, lakini ukipata wewe kukaa uitazame nchi fulani, unapata chakula fulani hapo, okay, na akija yeye tayari anakutazama tena vile vile kwa maslahi yao. Sasa sisi hatuna katiba ya kuzuia hilo. Tuweke katiba, tuwe pamoja bwana, tukipata hapa asiingie mgeni kuja kutuharibia, okay, na atakayekaa hatukubali mgeni aje ale pale, sababu hichi kitu si chake, ni cha wananchi. Watu wafanye raia, kwa sababu ili iwe nchi, kila mmoja katika ile nchi ana kipande chake cha ardhi. Mimi nina kipande changu pale, japo ni mkarafuu au ni mti gani au ni mti gani, na ile mpaka imeungana mpaka ikawa ni nchi kamili. Kwa hivyo tulindiane maslahi zile nchi zetu, kwa vile vitu kila mmoja aonekane ni muhimu. Bila ya kipande cha fulani cha ardhi isingekuwa nchi kamili hii. Naam, kama ambavyo mmeweza kusikia, na bado yako mengi zaidi ambayo tutahitaji kuyasikia. Nini maoni yako? Nini mtazamo wako juu ya hiki ambacho umeweza kukisikia? Mpaka wakati ujao, kutoka hapa Tan Africa, kumbuka mimi ni Mzwanda, nilikuwa nikikurushia matangazo haya na yanaruka moja kwa moja kutoka katika jiji la London nchini Uingereza. Tukutane tena katika kipindi kijacho.